Yamenikuta sehemu ya kwanza. Naam, karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la Yamenikuta. Simulizi yenye visa na mikasa ya kusisimua. Simulizi yenye kisa cha kweli anayefahamika kwa jina la Pamela Mwasomola. Ni mengi ambayo Pamela ameyapitia katika safari ya maisha yake, lakini kikubwa zaidi Pamela anasema katika makosa ambayo aliyoyafanya katika safari ya maisha yake ni kutembea na mume wa bosi wake, kumbe bosi wake alikuwa ni mchawi. Ni yapi yalimkuta Pamela baada ya Pamela kutembea na mume wa bosi wake? Andamana nami mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii, huenda kuna kitu ambacho utajifunza. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Tuanze simulizi yetu. Basi Pamela anaanza kutueleza. Pamela anasema, kwa majina yangu mimi nafahamika kama Pamela Mwasomola. Mimi ni mzaliwa huko mkoani Mbeya. Nimekulia katika kijiji cha Tukuyu. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yetu tuliozaliwa watoto 8. Kielimu Pamela mimi sikubahatika kusoma, zaidi nilishia darasa la 7 tu. Sikufanikiwa kuendelea na masomo ni kwa sababu kutokana na hali duni ya maisha yetu. Yaani hata kama elimu ingekuwa bure, bado familia yangu isingeweza kumudu gharama za vifaa vya shule kama uniform pamoja na vifaa vingine muhimu. Basi baada ya kuhitimu darasa la 7, Pamela mimi niliendelea kusaidia kazi za nyumbani, ikiwa ni pamoja na kufanya vibarua ili kupata chochote kitu. Pamela mimi nilikuwa ni binti mrembo, nilikuwa ni binti ambaye nimebarikiwa rangi nyeupe, nilikuwa na mwili wa kike. Watu wengi walikuwa wakinisifia, lakini sikutaka kulevya na sifa za urembo wangu. Niliamini katika utendaji wa kazi kwa bidii ili nijikwamue kiuchumi mimi pamoja na familia yangu. Siku moja wakati tunaendelea na maisha yetu hapa kijijini, rafiki yake mama yangu ambaye alikuwa anaishi jijini Dar es Salaam alikuja nyumbani kwetu kututembelea. Lakini baada ya kuona mazingira pale nyumbani yalivyokuwa magumu, rafiki yake huyo mama hakupendezwa nayo. Ndipo alipomshauri mama kwamba aende na mimi huko jijini Dar es Salaam akanitafutie kazi za ndani, angalau kwa mwezi niwe naingiza shilingi 50,000 na inaweza ikasaidia kidogo familia. Basi mama yangu alikubaliana na wazo la rafiki yake. Ndipo aliponiita Pamela mimi na kunielekeza kila kitu. Kiukweli nilifurahi sana, kwa sababu ndoto zangu kubwa ilikuwa ni kwenda jijini Dar es Salaam, lakini pia kwenda kutafuta maisha mazuri na kuja kuikomboa familia yangu. Yaani sikupendezewa kabisa na maisha ambayo tulikuwa tukiishi hapa nyumbani, kwa sababu pia niliamini hata ningekataa kwenda huko jijini Dar es Salaam, ningeendelea kukaa hapa. Baada ya miaka 2 tu, basi Pamela mimi ningekuwa mke wa mtu. Basi baada mamangu kukubali mimi kuondoka na huyo rafiki yake, basi kama wiki moja safari ya kuelekea jijini Dar es Salaam ilianza. Basi baada ya kufika jijini Dar es Salaam, rafiki yake mama alikuwa ni mtu mkarimu sana. Nilifika pale nyumbani kwake, alinipokea vizuri pamoja na watoto wake, lakini aliniambia kwamba yeye si mtu ambaye anatafuta mfanyakazi, lakini kuna dada mmoja ambaye ofisini kwake alisikia kwamba anatafuta binti wa kazi. Ni mama wa watoto 3 na ni mtu wa kusafiri sana. Hivyo alikuwa anatafuta binti wa kazi ambaye atakuwa karibu na familia yake. Lakini hata hivyo watoto muda mwingi huwa washinde nyumbani, hivyo nyumba muda mwingi huwa inashinda peke yake. Lakini alitamani sana mtu wa kuweza kucheza na watoto wake. Kwa kuwa mimi nilikuwa bado ni binti mdogo, aliamini kwamba ninaweza kuishi na familia yake. Basi mimi nilikubaliana na huyo rafiki yake mama. Basi kesho yake akaniambia kwamba anaenda kuongea na huyo mama. Na ni kweli Mungu si athumani, hiyo kesho yake huyo mama alikubali kukaa na mimi, na makubaliano ya malipo ya mwezi ilikuwa ni shilingi 60,000. Kwa upande wangu mimi niliona ni pesa kubwa sana, maana kule kijijini pesa yangu ya mwisho kuishika kwa mwezi ni shilingi 20,000, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikifanya kibarua nikipata 5,000, 7,000, 10,000. Pesa hii nilishindwa kuiweka kwa pamoja.
moja kwa moja pesa hii nilikuwa nikipata, nilikuwa naenda kununulia mahitaji ya nyumbani kulingana na hali ya nyumbani ilivyo. Hivyo mimi nilikuwa nitegemezi pale nyumbani ukiachana na wazazi wangu. Basi mimi kwa upande wangu niliona ni pesa kubwa sana ambayo inaweza kaisaidia angalau kidogo familia yangu. Angalau hata akiwa ananunua dagaa, unga na vitu vingine vidogo vidogo vitakuwa havisumbui, kwa sababu mara nyingi kule kijijini kwetu tunategemea zaidi kilimo, isipokuwa tu mambo madogo madogo. Basi rafiki yake mama akaenda kunikabidhi kwa huyu mama ambaye alikuwa anatafuta binti wa kazi. Nilipofika pale, mama yule alinipokea vizuri. Hakuwa ni mama mkubwa kama ambavyo nilikuwa nimedhani. La hasha, bali alikuwa tu ni mama wa makamo. Yaani ungekutana naye njiani, mtu angekwambia kwamba huyu ni mama watoto watatu, ungekataa. Alijitunza vizuri, sijui kwa sababu ni pesa au ndio mwili wake au aliwahi kuolewa. Lakini wahenga walisema kwamba pesa ni sabuni ya roho. Huenda alikuwa na umri mkubwa, lakini kulingana na kipato kikubwa cha pesa alizokuwa anamiliki, ndio maana alikuwa anaonekana mdogo kiumri. Basi mama yule alinitambulisha kwa watoto wake watatu. Mtoto wake wa kwanza alikuwa yupo darasa la 7, na watoto wake hao mwingine alikuwa yupo darasa la 5, mwingine alikuwa yupo darasa la 4. Hivyo walikuwa ni watoto ambao wanajitambua, na watoto wake walikuwa ni waelewa sana. Kiukweli mama yule alinipokea vizuri, alinipenda kama binti yake wa kwanza. Yaani aliniambia kama nikiwa na shida yoyote ile niweze kumuelezea. Basi mimi nilikuwa huru kwa huyu mama. Hata mume wake pia alinichukulia kama mdogo wake. Nimekwambia kwamba mama huyu sio mama mkubwa kiumri, alikuwa na umri wa kati tu. Vivyo hivyo hata kwa mume wake, alikuwa ni kijana wa kati. Yaani ilikuwa ni vigumu kwa mtu kumwangalia mara moja na kutambua kwamba ni baba wa familia. Basi familia hii tuliishi kwa amani na upendo. Walinipenda kama binti yao, kama mdogo wao, kama moja ya familia. Kila kitu ambacho nilikuwa nakitamani niliwaambia na walinitimizia kwa wakati. Na mama huyu mwenye nyumba alikuwa ananiambia kwamba nikijisikia naumwa, nikijisikia kutamani kitu chochote, kama nikiwakumbuka nyumbani, basi nisisite kumwambia. Kiukweli nilijisi nipo huru sana, lakini kitu kimoja tu ambacho hakutaka kunipa ni mawasiliano. Hakutaka mimi nimiliki simu, kwa sababu alisema kwamba simu ndio chanzo kikubwa ambacho huwa kinabadilisha sana mabinti wanaotoka kijijini na kuja mjini. Kiukweli kwa kuwa mimi nilikuwa naishi vizuri, nilimuelewa mama. Sikutaka kabisa niweze kumkwaza, na mama huyo alikuwa ananipenda sana. Na mara nyingi kama ambavyo rafiki yake mama alisema kwamba mama huyu huwa anasafiri mara kwa mara. Wakati mwingine huwa anakaa mwezi, wakati mwingine huwa anakaa wiki moja, wiki mbili, wiki tatu na kuendelea. Hivyo ni ukweli watoto wake walikuwa wanabaki ni wapweke. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama mfariji wa nyumba ile. Watoto wake walinipenda vizuri sana. Tulikuwa tunacheza vizuri sana. Nilikuwa kama dada yao. Yaani hata mgeni angekuja pale, ilikuwa ni vigumu kwake kutambua kwamba mimi nilikuwa ni msichana wa kazi na si mtoto wa ile familia. Basi maisha yakaendelea. Kwa kuwa mimi nilikuwa na uhuru wa kutosha, muda mwingi nilikuwa nabaki nyumbani peke yangu. Hivyo nikiwa nimebaki peke yangu nyumbani, watoto wa bosi wangu wakiwa wako shule, nilikuwa natembea tembea. Hatimaye nikabahatika kupata rafiki yangu mmoja ambaye pia naye alikuwa ni msichana wa kazi. Rafiki yangu yule, lakini yeye kwa upande wake alionekana kuwa na maisha mazuri sana, kitu ambacho kilikuwa kinanichanganya. Basi siku moja wakati tunaelekea sokoni, mimi pamoja na huyu rafiki yangu mpya ambaye nimempata huko jijini Dar es Salaam. Rafiki yangu huyu alifahamika kwa jina la Farida. Basi kuna kitu ambacho kilinishangaza zaidi. Rafiki yangu Farida alikuwa na simu kubwa, tena sio simu kubwa tu, ni simu yenye bei ghali. Nikamuuliza, nikamwambia Farida, unawezaje kumiliki simu kubwa kiasi hichi? Tena inaonekana ni simu ya gharama. Na mshahara wako kwa mwezi uliniambia unapokea shilingi 40,000. Je, 40,000 inatosha kununua simu kubwa kiasi hiki? Kwa sababu unakumbuka kuna siku uliniambia kwamba kila ukipokea mshahara, basi hela nyingine unaigawa nyumbani kwenu, pesa kidogo unabaki nayo. Yaani kwa hayo maelezo ambayo ulinipa, ni lazima ungetumia muda mwingi sana kuweza kukusanya hizo hela mpaka ununue hiyo simu. Rafiki yangu Farida akaniangalia kisha akacheka. Akasema, Pamela, pole wewe. Rafiki yangu, shtuka, zinduka, mjini hapa. Nikamwambia, nizinduke? Mjini hapa? Ndio najua hapa ni mjini, lakini bado hujajibu swali langu. Unawezaje kumiliki simu kubwa kiasi hicho? Farida akaniangalia kisha akacheka tena. Akaniambia, Pamela rafiki yangu, sio kwamba mimi nimenunua hii simu kwa pesa yangu ya mshahara. La hasha, ni kweli kama ulivyodhani, pesa yangu ya mshahara haikidhi hata kidogo kuweza kununua simu kubwa kiasi hichi. Na hii ni simu ya gharama. Ukiangalia simu hii ina thamani ya shilingi 1,000,000.
Pamela anasema baada ya Farida kuongea hivyo nilishtuka. Nikasema, wewe Farida, shilingi 1,000,000, kwani kazi umefanya kwa muda gani? Na hizo pesa umeweza kuzikusanya kwa muda gani? Farida akanambia, Pamela bwana, una maswali mengi kama mtoto, lakini sio kosa lako, ni kwa sababu bado hujajua mji vizuri. Nikwambie, hii pesa sijaikusanya hata mara moja, lakini hii pesa nimeipata kutoka kwa bosi wangu wa kiume. Pamela anasema nikashtuka. Umeipata kutoka kwa bosi wako wa kiume kivipi? Na kwa nini bosi wako wa kiume akupe simu kubwa kiasi hicho na simu ya bei ghali kiasi hicho? Kwa nini? Mke wake anajua? Farida akanambia, kwa nini mke wake ajue? Mke wake hajui na hawezi kujua. Sikiliza rafiki yangu Pamela, nikwambie, unajua wewe ni binti mrembo sana. Natamani kama ungeujua huo uzuri wako na ungeujua namna ya kuutumia. Nikamwambia Farida, sijakuelewa bado. Yaani nijuaje kuutumia uzuri wangu? Farida akaendelea kuniambia, akasema, sasa sikiliza, mimi maisha haya mazuri yote ambayo unaona mimi nayaishi ni kwa sababu ya bosi wangu wa kiume. Yaani nimemweka hapa, hafurukuti, haongei chochote, na muda si mrefu atanitoa pale kwake, atanipangishia nyumba kubwa na hutaamini macho yako. Pamela anasema nikashtuka. Nikasema, wewe Farida, ujue una hatari wewe. Farida akaendelea kusema, akasema, ndiyo ni hatari, lakini ilikuwa ni hapo nyuma. Kwa sasa hamna hatari yoyote. Sikiliza Pamela rafiki yangu, nikwambie, tena wewe una bahati kubwa sana. Una bahati umepata bosi ambaye anasafiri muda mrefu. Na muda mwingi wewe unashinda na mume wake. Ukizingatia watoto muda mwingi wanashinda shule, na mara nyingi unabaki wewe pamoja na bosi wako wa kiume. Kwa nini usitumie hii fursa? Ukizingatia na rangi yako mashallah, umbo ndio siseme. Kwa nini unashindwa kuitumia hii fursa rafiki yangu? Pamela anasema, kiukweli niliona rafiki yangu Farida ananipotosha tu. Nikamwambia, Farida, kama ujanja wa mji basi endelea kubaki nao. Yaani unajua dadangu ananipenda sana. Ananipenda kama mdogo wake. Ananipenda kama mtu ambaye nimetoka naye damu moja. Siwezi nikamfanyia hivyo. Mimi hapa mjini nimekuja kufanya kazi ya rafiki yangu na sio kufarakanisha ndoa za watu. Pamela anasema, Farida aliniangalia baada ya kumpa maneno hayo, kisha akasema, pole wewe, wajinga ndo waliwao. Kwa akili yako ya haraka haraka, hivi unafikiri hata ukija kumaliza kufanya kazi hapo nyumbani kwako kwa huyo bosi wako ambaye unasema anakupenda sana, ukitoka hapa malengo yako ni yapi? Sikurudi kijijini. Huko kijijini utapata mabosi wenye pesa kama hawa. Yaani unapata nafasi unashindwa kuitumia rafiki yangu. Na elimu yako hiyo darasa la 7. Ni mwanaume gani ambaye atakuja kukuoa mwenye pesa zake na mwenye elimu na mwenye heshima yake isipokuwa wanaume wa kijijini kwenu? Hebu changamka bwana. Pamela anasema kiukweli sikuafikiana na ushauri wa Farida. Basi siku hiyo ikapita. Lakini nilipofika pale nyumbani, nilijisi kama kuna upweke fulani ambao nimeanza kuupata. Nikaanza kujiuliza, kwa nini bosi wangu hataki mimi nimiliki simu? Lakini kitu kingine, Farida anaishi maisha mazuri sana. Yaani kama kwa mwezi anaweza kutumia shilingi 100,000 nyumbani kwao, 200,000 na pesa nyingi za matumizi, lakini bado anamiliki simu kubwa. Kuna kitu ambacho natakiwa kukifanya. Pamela, mimi mbona nasifia sana kwa uzuri wangu? Basi Pamela anasema alikuwa na mawazo mengi sana, lakini hakujua ni njia gani ambayo anaweza kumshawishi bosi wake wa kiume aweze kuwa naye. Basi maisha yakaendelea. Ukapita kama mwaka mmoja. Pamela kubadilika. Aliendelea kufanya kazi vizuri kabisa, pasipokuwa na mashaka yoyote yale, na bosi wake aliendelea kumpenda. Alikuwa akitoka safarini, basi anakuja na zawadi kem. Alikuwa mbagui yeye. Alikuwa anampa zawadi sawa na watoto wake. Yaani Pamela alikuwa anapata zawadi sawa na bei ambazo anapata watoto wa bosi wake. Lakini Pamela anasema kwa kuwa tayari tamaa ilikuwa imeshaniingia moyoni, nikaanza kuona kama kuna kitu ambacho nakikosa. Basi kimoyoni kana najisemea kwamba ipo siku nitamteka bosi wangu wa kiume, nitafanya kila njia na mimi niishi maisha kama anaoishi Farida. Basi maisha yakaendelea, lakini Pamela anasema siku moja bosi wake wa kiume alirudi nyumbani akiwa amelewa. Na alikuwa amelewa, alikuwa hajitambui kabisa. Alikuwa analopoka tu maneno ya ovyo ovyo. Mara alikuwa anasema mke wangu anasafiri ovyo ovyo, ajui kama amemwacha mume nyumbani na mimi mume wake ni kijana. Alafu hapa nyumbani ananiachia mtoto mzuri kama huyu. Sikunipa tu vishawishi. Pamela anasema baada ya kusikia maneno hayo, nilihisi kabisa kazi yangu inaenda kuwa rahisi. Basi na mimi nikaelekea moja kwa moja chumbani, nikajifanya kama nimetoka kuoga, nikachukua kanga moja, kisha nikaivaa na kutoka sebleni. Baada ya kufika pale sebleni, nikamuuliza bosi. Nikamwambia, samahani bosi, nikuandalie nini? Pamela anasema bosi wangu akaniangalia sana. Akaniangalia akashindwa kusema kitu, kisha akasema, ila wewe mtoto, basi tu niandalie chochote ambacho umekipika. Basi
Pamela anasema nikaanza kumwandalia chakula bosi wangu huku nikitumia mitego mbalimbali ambayo nilifundishwa na Farida. Pamela anasema kiukweli kwa siku hiyo mitego yangu ilifanikiwa. Kiukweli nikafanikiwa kumnasa bosi. Na ndipo mahusiano yangu mimi pamoja na bosi wangu wa kiume yalipoanzia. Basi mahusiano haya yalipoanza, bosi akaanza kunihudumia vitu vidogo vidogo. Basi swala hili ikabidi niende nikamshirikishe rafiki yangu Farida. Farida akasema safi rafiki yangu, huo ndo ujanja sasa. Sasa sikiliza, kama tayari umeshampata bosi wako, tena umempata kwa njia rahisi kabisa, kuna njia ambayo nataka nikuelekeze. Unajua mimi kila ninapokuwa naomba likizo ya kwenda kijijini kwetu, nikienda likizo, siendi tu likizo, huwa naenda na mambo hayo mawili. Pamela anasema nikamuuliza Farida, mambo gani hayo mawili tena? Farida akaniambia, jambo la kwanza ni kwenda kusalimia wazazi, lakini pia kuwapelekea zawadi mbalimbali. Lakini jambo la pili, kwenda kwa mganga wangu, kuendelea kumtengeneza bosi wangu asisikie chochote kutoka kwa mke wake, bali muda wote awe ananiwaza Farida mimi. Ni hicho tu. Je, unataka nikufundishe hizi mbinu ili uendelee kumiliki bosi wako? Pamela anasema kiukweli kwa kuwa tayari maji nimeshavulia nguo, ikabidi nikubali. Nikamwambia ndio, nataka unielekeze. Basi Farida akaniambia kwamba omba likizo, nenda nyumbani, alafu mwambie kila kitu mamako. Na uliniambia kwamba mamako huwa anapenda sana pesa. Sidhani kama atakuwa mjinga kuweza kukataa kwamba binti yake tayari ameingia katika mahusiano na bosi wake, alafu akashindwa kukusaidia. Wewe mwambie tu mamako kwamba bosi wako anakutaka, lakini ili kuweza kumdhibiti, mwende kwa mganga. Basi Pamela anasema kiukweli kwa wakati huo niliona ushauri wa rafiki yangu Farida ni mzuri zaidi. Basi moja kwa moja nikatoka na kuelekea nyumbani. Basi siku hiyo bosi wangu wa kike alifika. Alipofika sikuonyesha mabadiliko yoyote yale. Nilimheshimu kama siku zote, na bosi wangu kama kawaida aliniletea zawadi. Kisha nikamwambia bosi, samahani bosi, naomba niende nyumbani kwa sababu mamangu anaumwa sana, na pale nyumbani hamna mtu ambaye anaweza kumsaidia. Naomba niende nikamsaidie angalau wiki 2 tu. Bosi wangu akasema haina shida mdogo wangu, wewe nenda. Najua thamani ya mama, najua umuhimu wa mama. Na kama hata upata nafuu mapema, usijali, unaweza kukata mwezi mzima. Mimi pesa yako nitakurushia tu huko. Pamela anasema kiukweli nilimshukuru sana bosi wangu, lakini kimoyomoyo nikamwambia kwamba unaniruhusu sio kwamba naenda kumuuguza mamangu, bali naenda kumtengeneza mume wako awe wetu sote. Basi safari ya kurudi jijini Mbeya ikawadia. Na siku nilipofika jijini Mbeya, mamangu alinipokea vizuri sana na nikamweleza kila kitu. Mamangu akaniambia, "We, usiniambie. Yaani hii nafasi sio ya kuiacha. Kama bosi wako wewe mwenyewe ameanza kukutaka, basi kuna mgangangu mmoja ambaye namjua, ni mtaalamu huyo. Atakupa hiyo dawa. Huyo bosi wako atakuwa furukuti hata kidogo." Basi Pamela anasema mamangu kweli akakubali kunipeleka kwa huyo mganga. Basi baada ya kufika kwa yule mganga, nikamwelekeza kila kitu na lengo na dhumuni la kufika pale. Basi mganga akanipatia dawa ya kuweza kumwekea katika chakula bosi wangu wa kiume, kwa sababu muda mwingi mimi ndiye ambaye huwa namwandalia chakula, huwa nampikia, kuliko mke wake ambaye mara nyingi huwa anakuwa bize, na sio bize tu, mara nyingi huwa anakuwa nje ya jiji. Basi baada ya kurejea nyumbani, kiukweli nilifanya masharti vizuri kama ambavyo mganga alinielekeza. Na ninaweza nikaita bahati nzuri kwa upande wangu, kwa sababu wakati nimetoka jijini Mbeya kurudi jijini Dar es Salaam, bosi wangu wa kike tayari alikuwa ameshaondoka. Basi kazi ile nilifanya kwa ufasaha kabisa. Na ni kweli, baada ya kukamilisha kazi ile, bosi wangu wa kiume akawa ananipenda kuliko maelezo. Yaani kila kitu ambacho nikawa namwambia, bosi wangu akawa anaitikia, akawa anafanya kile ambacho nilikuwa namwambia. Basi nikampigia simu mamangu na kumwambia kwamba dawa imefanya kazi, kwani kila kitu ambacho nakitaka bosi wangu anaitikia. Mamangu alifurahi sana, lakini pia nilimshirikisha Farida. Farida akaniambia, "Safi, sasa hayo ndo maisha na huo ndo ujanja, lakini kuna mambo mengine mengi ambayo nitakuelekeza. Yaani kama dawa itakuwa haijashika vizuri, kuna mganga mwingine mzuri ambaye anaweza kukusaidia." Basi Pamela anasema kiukweli kwa sasa nilikuwa natamani sana kuishi na bosi wangu huyo wa kiume. Nilitamani kuishi maisha mazuri, nilitamani kuishi maisha ya uhuru, lakini zaidi nilitamani nimnyang'anye mazima mume wake bosi wangu. Basi siku zilizidi kusonga mbele, na mimi kwa kuwa nilikuwa tayari nina mahusiano na bosi wangu wa kiume, basi nikaanza kuleta dharau kwa bosi wangu wa kike. Ndipo siku moja bosi wangu wa kike jioni akanikalisha na kuniambia kwamba, "Pamela, najua wewe ni binti na bado unajitafuta, lakini njia ambayo unaifuata inakupotosha. Naona umebadilika sana mdogo wangu. Upaswi kuwa hivyo, lakini kitu kingine mdogo wangu,
kama umechoka kazi, ni bora ungeniambia mapema, lakini si kwa vituko ambavyo unavifanya. Kwa sasa mdogo wangu ufanyi kazi yoyote humu ndani. Kuna muda unachelewa kuamka, unachelewa kupika, unanijibisha vile unavyojisikia. Pamela anasema kwa kuwa tayari nilikuwa nimeshahakikishiwa maisha mazuri na mume wake bosi wangu, basi nikamjibu tu bosi wangu huyo wa kike, nikamwambia kiukweli bosi, kwa sasa sihitaji tena kufanya kazi, naomba kuondoka. Bosi wangu akaniambia sawa, nimekuelewa. Hata hizi dalili niliziona mapema, lakini mdogo wangu, wenzako huwa haondoki hivyo, kwa sababu sisi ni watu, si milima. Kuna kuzunguka, kuna maisha baada ya hapa. Kwa hiyo unatakiwa tuagane vizuri. Uwezi jua ni sehemu gani tena tunaweza tukakutana. Basi mimi sina iana. Kama ni kweli umeamua kuweza kuondoka, basi nenda. Kwa hiyo unarudi kijijini au kuna sehemu nyingine ambayo unaenda. Pamela anasema baada bosi kuniuliza hilo swali, sikutaka kumjibu kwa karaha. Nikamjibu tu vizuri. Nikamwambia bosi, zile pesa ambazo huwa ananipa, kuna chumba ambacho nimekitafuta. Nataka nikaanzishe maisha yangu mwenyewe na nikaanzisha biashara yangu. Kazi za ndani siwezi nikazifanya miaka yote. Na kufanya kazi za ndani nahisi kama kuna uhuru ambao nakuwa na nyimwa. Bosi wangu akaniambia sawa, kwa kuwa sasa sina mtoto mdogo ambaye anategemea zaidi uangalizi wa msichana wa kazi, basi haina shida. Ila kama ukijisikia kuja kunisalimia, hapa ni nyumbani mdogo wangu. Pamela anasema nikamuitikia bosi wangu, nikamwambia sawa, lakini usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Basi nikatoka katika ile nyumba ya bosi wangu na nikaelekea katika nyumba ambayo bosi wangu wa kiume alikuwa amenipangishia. Kiukweli nyumba ile aliniwekea kila kitu, na nilipompigia Farida, naye kumbe alishamshawishi bosi wake amhamishe pale nyumbani kwake, akampangie nyumba, na bosi wake ndivyo alivyofanya. Lakini nilivyoenda kwa Farida, nilikuta bosi wake amempangia jumba kubwa sana. Yaani nyumba ilikuwa na kila kitu. Japo mimi nyumba ilikuwa na kila kitu, lakini nyumba yangu haikuizidi uzuri nyumba ya Farida. Nikamwambia Farida, siri ni nini Farida? Mbona wewe kama huyu umemshika vizuri sana? Yaani mimi ni kama kuna mipaka ambayo anayo, japo dawa nimemfanyia kila kitu ambayo nilielekezwa na mganga. Farida akasema, usijali rafiki yangu, ukiona dawa inataka kupungua, rudi tena kijijini, kamshike sawa sawa, inatakiwa umweke hapa. Yaani hata ukikoa bosi wako wawe hapa. Basi Pamela anasema kwa mara nyingine tena nikafuata ushauri wa rafiki yangu Farida. Basi nikamwambia huyu bosi wangu wa kiume ambaye kwa sasa ni mpenzi wangu, nikamwambia kwamba kuna changamoto ambayo imetokea nyumbani, natakiwa kwenda. Bosi hakuwa na iana, pia aliniambia niende. Na katika kipindi chote hichi ambacho nilikuwa na mahusiano naye, alifanikiwa kunijengea nyumba nyumbani. Ilikuwa ni nyumba ya vyumba 2 na sebule. Na nyumba yetu ilijengwa tu na yale matofali ya 100, 100. Kwa kuwa ujenzi wa kijijini hauna gharama sana, hivyo nyumba ilikamilika kwa haraka. Basi nilipofika nyumbani, mamangu alinipokea vizuri kabisa na nikamweleza ile hali ambayo naipitia kwa sasa. Mamangu akaniambia, inaonekana ile dawa ilikuwa ni ya mvuto tu, lakini kwa sasa nitakupeleka kwa mganga mwingine ambaye atakupika vizuri, utapikika. Yaani chochote ambacho utakisema, bosi wako atakifanya. Yaani hata ukitaka kujengea nyumba kubwa huko mjini, atajenga. Pesa biashara utaipata. Subiri nikupeleke. Basi mamangu akanipeleka kwa mganga. Nilipofika kwa mganga, nikamweleza kila kitu. Mganga akanielewa. Wakaanza kunifanyia mambo yao ya kiganga na walishirikiana kama waganga 3. Lakini kitu kingine ambacho kilikuwa kinaniumiza zaidi ni kwamba, yani lengo na dhumuni la mimi kutoka katika nyumba ya bosi wangu ni kwamba nikitoka nje niwe huru na kuwa na muda mwingi na huyu bosi wangu wa kiume, na ikiwezekana wakati mwingine awe analala kwangu. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinanishangaza ni kwamba bosi wangu huyu wa kiume anaweza kashinda na mimi siku nzima, yani asubuhi mpaka jioni. Lakini ikifika tu saa 2 kamili usiku, bosi wangu ni kama roho yake ilikuwa inarukaruka, anataka kwenda nyumbani. Yani hata umshawishi vipi, hata nitumie njia gani, bosi wangu alikuwa hataki kukubali kabisa. Alikuwa ananiambia kwamba, Pamela, si unajua kwamba mimi ni mume wa mtu na nina familia. Siwezi nikafarakanisha ndoa yangu eti kwa ajili ya tamaa ndogo ndogo tu. Mimi kuwa na wewe ni shetani tu amenipitia. Baada ya kuongea maneno hayo, alikuwa anaondoka. Jambo hilo pia nilimwambia yule mganga. Yule mganga akasema, kwa hiyo Pamela unataka tufanyaje? Nikamwambia yani mganga, kitu ambacho nakitaka, mke wake aanze kuumwa ovyo ovyo. Mke wake aanze kumchukia. Ikibidi aume ugonjwa ambao utapelekea kifo chake. Mimi nataka kuwa huru na mpenzi wangu. Yule mganga akaniambia, haina shida. Chukua hapa dawa. Kifika huko kwako, utachukua kitu chochote cha huyo bosi wako wa kike.
utaifunga na hii dawa, kisha utanena mambo yote ambayo unataka yatokee. Basi nikamwambia mganga sawa. Basi mimi huyo nikarudi jijini Dar es Salaam. Basi baada ya kufika jijini Dar es Salaam, nikakumbuka kwamba sina kitu chochote cha bosi wangu wa kike. Basi ikabidi nijibaraguze nimpigie simu bosi wangu wa kike. Nikampigia simu. Bosi yule hakuwa na shida, akapokea, akaniambia vipi Pamela, za siku, leo umenikumbuka? Nikamwambia ndio dada, nimekukumbuka, lakini najisikia mpweke sana, tena najisikia ni mtu mwenye hatia kwa sababu niliondoka kwako kwa staili mbaya na sikutakiwa kuondoka kinamna ile. Bosi wangu akaniambia, vizuri sana mdogo wangu, kwani ulikuwa unatakaje? Nikamwambia dada, nilikuwa naomba nije hapo nyumbani, tukae tuongee, tubadilishane mawazo, unipe njia za kuishi hapa mjini dadangu. Pamela anasema bosi wangu wa kike pasipo kufahamu chochote akakubali, akaniambia njoo mdogo wangu. Basi Pamela anasema siku hiyo nilienda nyumbani kwa bosi wangu, tulipika, tukala, tukapiga story nyingi sana, na jioni nikamwambia kwamba najisi joto sana, naomba nikaoge. Basi bosi wangu akanipatia kanga ya kujifunga. Basi aliponipatia ile kanga, nilipofika bafuni nikanyofua nyuzi 2 katika ile kanga, lakini kuna henga chifu ambayo niliona mule bafuni, nikaichukua. Ilikuwa ni henga chifu ya bosi wangu wa kike. Basi baada ya hapo nikaaga kisha nikaondoka. Nilipofika nilisi kama kazi yangu imekuwa rahisi. Basi nikachukua zile nyuzi za kanga ambazo nimechomoa katika kanga ya bosi wangu na kufunga katika dawa. Basi nilijua kuanzia hapa mambo yatakuwa sawa. Basi siku hiyo nililala, lakini usiku huu ulikuwa ni maajabu sana. Ilikuwa kama ni mishale ya mida saa 8 hivi usiku. Nikaota ndoto moja ya ajabu sana. Nikamuota bosi wangu akiwa ametokea katika mazingira ya kutatanisha katika kile chumba changu. Baada ya kufika pale akaniita mara 3. Akasema, Pamela, 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 usidhani kila kitu ambacho unakifanya katika maisha yako sikijui. Najua fika kwamba umemteka mume wangu, na kila kitu ambacho unakifanya kwa ajili ya mume wangu nimekiona. Nimekuacha na mume wangu ni kwa sababu najua wanaume kwa sasa ni wachache. Kuliko mume wangu awe anarukaruka na vimada wengine huko nje, ni bora awe na wewe. Lakini naona umeanza kuchezea uhai wangu. Unauchezea uhai wangu Pamela. Sasa sikiliza, hili ni onyo la mwisho. Kama una dili na wewe mwanaume, lakini usidili na maisha yangu, watoto wangu au kizazi changu, kwa sababu nitakumaliza. Pamela, Pamela, Pamela. Kisha akapotea. Wakati anapotea, moshi mzito ulitanda mule ndani. Nikashtuka baada ya kuota ile ndoto. Baada ya kushtuka, ni ukweli niliona moshi mweupe ukiwa unashilizia mlangoni. Nikasema Mungu wangu. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya kwanza wa simulizi inayokwenda kwa jina la Yamenikuta. Haya, Pamela ameota ndoto, bosi wake wa kike amemtokea ndotoni na kumwambia kwamba aachane na maisha yake. Je, hii ni ndoto au ni kitu cha kweli? Ili kuyajua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii inayokwenda kwa jina la Yamenikuta. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Semkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Semkwai. Yamenikuta.